na umezungukwa na watakatifu waliopo mbinguni, na Baba, hata duniani hapo unapendezwa na watakatifu waliopo duniani. Baba mweza wa yote, ni siku nyingine tena Baba uliyefanya kwa ajili yetu. Baba wa rehema, utakatifu wako utamalaki katika eneo hili. Itamalaki Baba katika nafsi, roho na mwili wa kila mmoja. Tamalaki katika taifa yetu, tamalaki katika mataifa yote. Tazama wale wanayechukua nafasi zao Baba kutufuatilia, waliopo Ufaransa Baba wa rehema, uwaguse kwa mguso wa kipekee Baba, ukifungua nafsi, roho na mwili wa kila mmoja aliyopo Ufaransa, Marekani, Uingereza na mataifa yote Baba wa rehema. Baba, neno lako liwaumbe tena upya, liwaokoe na mabaya yote, ling'oe mapando yote Baba. Neno lipitapo Baba, neno kwenye kitabu cha Samueli wa pili na sura 12 Baba, kila eneo la maisha Baba, kila mmoja anayesikia sauti hii Baba wa rehema, neno liende kwenye Baba mishipa yake, mifupa, mifumo yote, na Baba kila sehemu Baba kwenye mwili wake ikipata kuumbika tena, vifungo vyote vikiondoa, vifuniko vyote vikifunuliwa. Na Baba wa rehema, natukuza jina lako, maana hata taifa letu utalitazama kwa jicho lako na ukiendelea kuiokoa na mabaya yote. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi ni siku nyingine tena watakatifu wa Bwana. Kama unavyojua, jioni tutakuwa na kipindi cha kujifunza Biblia. Na katika kujifunza pia, kama kuna vya kung'oa, Bwana ung'oa mbele ya safari. Ndio maana kama mkao wa kula, neno litakapopita, neno lina macho, maana neno ni Mungu na Mungu ni neno. Andiko mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Umeona? Mungu kumbe akataja tu neno, akasema tu neno, ikatokea. Ndio maana neno inayotoka kwenye kinywa changu sio neno langu, ni neno la Mungu. Ile neno lililoumba ndio neno ambayo linatoka tena kwenye kinywa changu, na linatafuta mtu mmoja tu ili apate kuwekwa huru. Jana tulipitia sura ya 11 na tukaona jinsi Mungu, tukaona jinsi ambayo Daudi alitenda dhambi. Na hebu tuendelee kwenye sura ya 12 tuone ya kuwa dhambi tuliyoona Daudi akitenda jana, je, dhambi hiyo matokeo yake yakoje? Tayari tuliona jana ya kuwa aliyekuwa anajua jambo ile alikuwa ni mtoto wa dada yake Daudi anaitwa Yoabu tu, maana yeye alishiriki katika jambo lile alipopelekewa barua na Oria. Barua alipoisoma alificha, maana kuonyesha mtu mwingine, na akafanya kama alivyoandikiwa kuwa Oria awekwe sehemu ambayo vita ni vikali, lakini awekwe mbele, alafu watu waondoke wamwache. Hebu pata picha, si eti yani waondoke wamwache ili afe. Na kweli Uria akafa, na alipokufa tukaona kuwa bado Daudi alijua jambo ile ya kuwa hakuna mtu anayefanya namna gani anayejua. So tuende kwenye sura ya 11, maana tuliishia jana sura ya 12 mwishoni ikisema kabisa ya kuwa jambo aliyetenda Daudi ilifanya nini? Haikuwa jema kwa Mungu. Nini? Mungu jambo ile ilimuudhi. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 12. Mungu anamtuma Nathani kwa Daudi. Ndio kichwa cha somo ambao ni sura ya 12. Mungu anamtuma Nathani, nabii Nathani kwa Daudi. Dondoo ya kwanza, nabii Nathani na Daudi. Nabii Nathani na Daudi, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 6. Nabii Nathani na Daudi. Dondoo ya pili, Daudi ndiye mkosaji. Andika tu, Daudi ndiye mkosaji. Hii ni mstari wa 7 mpaka wa 9. Daudi ndiyo mkosaji. Tutaona mkosaji yupi ambao Daudi ndiyo mkosaji. Mstari wa 7 mpaka wa 9. Na dondoo ya 3, adhabu ya Daudi. Adhabu ya Daudi ni mstari wa 10 mpaka 14. Adhabu ya Daudi, mstari wa 10 mpaka 14. Na dondoo ya 4,
ni mtoto wa uzinzi afariki. Mtoto wa uzinzi afariki. Mtoto wa uzinzi afariki, hiyo ni mstari wa 15 mpaka 23. Mtoto wa uzinzi anafariki. Dondoo ya 5 ni kuzaliwa kwa Suleimani. Kuzaliwa kwa Suleimani ndio dondoo ya 5. Hiyo ni mstari wa 24 mpaka mstari wa 25. Kuzaliwa kwa Suleimani dondoo ya 5. Mstari wa 24 mpaka 25, na dondoo ya 6 na ya mwisho ni ushindi dhidi ya Waamoni. Ushindi dhidi ya Waamoni, hiyo ni mstari wa 26 mpaka 31. Ushindi dhidi ya Waamoni, mstari wa 26 mpaka 31. Sasa hebu tuende taratibu tuone sura ya 12. Watakatifu wa Bwana, nilisema jana hivi, tuliona mafanikio ya Daudi kuanzia sura ya kwanza kitabu cha Samueli wa pili mpaka sura ya 10. Lakini kuanzia jana sura ya 11 upepo umebadilika. Natarajia kuona Daudi akifanya mambo mabaya. Sura ya 11 jana mpaka sura ya 24 inaonyesha Daudi jinsi alivyoshindwa kiroho. Hii ni fundisho kwetu na onyo kwetu ya kuwa sio kila mtu anayeanza vizuri na Mungu ana uhakika wa kwenda pamoja na Mungu mpaka mwisho, lakini ni wale watakayevumilia kwa kubaki katika mapenzi ya Mungu kwa kuishi maisha matakatifu na kutenda mema, hao ndio watakaye kwenda pamoja na Bwana, ama watakayevumilia mpaka mwisho. So kumbuka sura ya 11 mpaka 24 kitabu cha Samueli wa pili inaelezea jinsi Daudi alivyoshindwa kiroho. Sema Daudi kushindwa kiroho. Hiyo ndio kitu ambacho inasumbua watakatifu wa Bwana wengi waliookoka. Walianza wakajazwa Roho Mtakatifu, wakajua neno la Mungu. Baadaye neno la Mungu likaleta mabadiliko kwenye maisha yao. Neno la Mungu likaleta mafanikio kwao. Lakini wakajikuta sasa wanapigia magoti mafanikio iliyoletwa na neno la Mungu, na hatimaye wanashindwa sasa kiroho. Wako kwenye, yani wanaishi kwa mazoea. Ananena kwa lugha, anaweza katabiri, anaweza katoa, yani akatoa majibu yote, lakini anakwenda kwa mazoea. Nini? Kashindwa. Kwa nini? Kashindwa kiroho. Utaona jinsi Daudi bado pamoja na atakemewa na mtoto anakufa wa uzinzi, bado anaendelea kuwepo na Betseba. Utaona anatoka anakwenda kupigana na Waamoni, bado Mungu anampa ushindi. Lakini umeona sasa anapewa ushindi, lakini kumbuka kiroho Daudi ameshindwa. Utaona matokeo yake. Utaona Daudi anafanya mabaya kweli, na mabaya hayo yatazidi kuzaa mabaya. Ndio maana dhambi, unapozidi kuishi maisha ya kutenda dhambi, ina maana dhambi iwezi kuisha kwako, dhambi inaendelea kuwepo. Hebu tuende sasa moja kwa moja kwenye sura ya 12 ili tupate kuona Mungu anamtuma nabii Nathani amwendee Daudi. Daudi atashangaa ya kuwa kumbe na nabii alijua. Tutajua kabisa kwa kumbe kazi ya manabii wakati wafalme walikuwepo ilikuwa ni kuwaletea habari njema kutoka kwa Mungu, lakini pia kuwaletea habari za hukumu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini Daudi, tutaona mambo ambayo itamfanya Daudi awe tofauti na wafalme wengine. Daudi anapopokea taarifa ya hukumu na kukemewa, Daudi moja kwa moja anaenda kwenye toba. Lakini nitakuonyesha jinsi ambayo nabii moja anaitwa Eliya akamkemea Ahabu na mke wake. Mbona walimtafuta shingo? Isaya akakemea mpaka Manase akamkata na msumeno, kamuingiza ndani ya gogo, alafu akamkata na msumeno mpaka kafa. Nini? Manabii walikuwa wakienda kuwapelekea ujumbe wafalme, kama ni ujumbe ya onyo, ilikuwa ni hatari. Maana tayari kumbuka ya kwa Yeremia anampelekea Zedekia ama Matani ujumbe ya mambo anayetakiwa kufanya, kuwa asiwazuie asiwazuie
wale wa Babeli aungane nao, lakini kumbuka anatupwa wapi? Anatupwa kwenye shimo ya Yeremia. Kama singekuwepo Mwafrika Mkushi kumtoa pale, alikuwa anakufa. So Daudi, hii ndio inayemfanya Daudi awe bora, maana anapewa ujumbe. Ingetakiwa amcheke na mwambie toka hapa nisikuone tena kwenye hekalu langu, lakini Daudi anakwenda magotini, na kumbuka ya kuwa pale pale Mungu anamwambia nimeondoa dhambi hiyo. Lakini cha ajabu, Mungu anaondoa dhambi, lakini matokeo yake discipline iko pale pale. Gharama ya dhambi, watakatifu wa Bwana, ni kali mno, kali mno. Hebu twende kwa jina la Yesu sasa. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia palikuwa na watu. hebu pata picha, anatumwa na Mungu. Ina maana Mungu ndiyo aliyempa Nathani hekima ya kuweza kumwendea mfalme. Mungu akupe hekima ya kuendea wale wenye ngazi ya juu, na uwaingie vizuri na ujumbe wako iwabadilishe kwa jina la Yesu. Kumbe kuna njia ya kuendea mfalme, kuna njia ya kuendea wale wenye mamlaka iliyo juu. Ukienda hivi wameondoka na shingo yako. Nini? Mungu anamtuma nani? Anamtuma nabii Nathani aende kwa Daudi, lakini Mungu anaweka mfano kwake ambayo atapita. Daudi anajikuta tu kabisa ameshaingia kwenye mfano huo pasipo kujua. Lakini hekima ya kuweza kwenda, ile ilikuwa ni hekima isiyokuwa ya kawaida, hekima ya Roho Mtakatifu. Sema, Baba nipe hekima yako ya Roho Mtakatifu. Baba nipe hekima yako ya Roho. Pokea hekima ya kiroho na ikuongoze kwenye kutenda mema katika jina la Yesu. Amen. Hebu ona jinsi nabii huyo anavyomuingia mfalme. Unavyokwenda kumpelekea mtu habari za hukumu, alafu nakwenda nyumbani kwake, hatari mno. Lakini hebu tuone, kumbe mifano ni njia moja ya kufikisha ujumbe, hata kama ilikuwa ni kali namna gani. Umeona, anaifikisha, alileta kimfano. Daudi akija akajikuta tayari ameshafiti pale, lakini angeenda tu akaanza kumhukumu, wewe Daudi umefanya nini? Akaanza kumkoromea, wasingeelewana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naye akamwendea akamwambia palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao Daudi amefurahi, hajafurahi? Maana story inapoanza iko tamu ama sio tamu? Mwanzie mbali kabisa mtu huyo, lakini ukimleta taratibu, huku ukiongozwa na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwanakondoo mmoja mdogo ambaye alimnunua na kumlea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, kula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake. Hebu ona, eti huyu maskini alikuwa na nini? Alikuwa na kondoo. Umeona jinsi kondoo gani anayekula posho ya huyu mwenyewe, alafu lala kifuani mwake, kama sio mke huyo? Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Kondoo hadi chakula cha, umeona jinsi anavyoleta kondoo huyo, analala kifuani mwa mwenyewe na anakula posho wake. Alikuwa kwake kama binti. Hii inatuonyesha kwa Bethsheba alikuwa yuko peke yake. Ina maana Uria bado alikuwa hajapata mtoto na Bethsheba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, na akawa kama nini? Kama binti. Nani? Hivyo vigezo vyote ni vya Bethsheba. Maana ni kondoo yupi ambaye anakuwa kama binti kwa mwenye kondoo? Upo pamoja nami hapo? Tuko pamoja? Hebu twende. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake hastahili kufa. Ndio maana umeona sasa, ndio maana Yesu alisema hivi, ukinyoshea kidole naona utanyoshewa kidole. Nini? Daudi huyo mtu, kumbuka ya kuwa alimnyang'anya kwenye mfano, alimnyang'anya mtu kondoo, lakini Daudi alimnyang'anya mtu nini? Mke, alafu kamuua. So ina maana hukumu
pitisha juu ya wengine, unakuta dhambi zetu yawezekana ni mbaya kuliko hao tunayepitisha hukumu juu yao. Unapomhukumu mtu, uwe makini sana. Hebu pata picha hapo. Ingekuwa ni kweli tayari Daudi alikuwa na dhambi kubwa kuliko hiyo mfano. So Daudi anasema kabisa kuwa lazima mtu afanye nini? Hii wacha nikwambie sasa, mfalme katika taifa la Israeli alikuwa ndiyo mkuu wa mahakimu ama waamuzi wanayeamua katikati ya watu. Alikuwa ndiyo mamlaka iliye juu katika kuamua kati ya watu. Ndiyo maana mfalme, tutaona Suleimani akiamua kati ya wamama wawili waliyekuwa nagombania nani? Mtoto. Muona sasa, ina maana hakimu mkuu alikuwa ndiyo mfalme. So Daudi, ina maana kinachofanyika, Daudi yeye alikuwa anaambiwa habari za mfano, lakini yeye moja kwa moja anatoa hukumu ya kuwa mtu huyo lazima afe. Aletwe afanye nini? Afe. Tayari anaingia kwenye 18 pasipo kujua. Hebu sikia jinsi sasa analetewa taratibu ya kuwa wewe ndio mtu huyo, lakini katolewa mbali, kaletwa. Ina maana tayari hapo, tayari aliposema hakika yake kama Mungu aishivyo mtu anataka afe, ina maana tayari Daudi alishakubali ya kuwa jambo linaloongelewa ni kweli, mtu amefanya kosa. Sijui kama uko pamoja nami. Hebu twende. Naye atamrudishia yule mwanakondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na. Daudi alimrudishia Oria mara 4. Muona sasa jinsi ambayo hilo jambo ilibidi iendelee kumtafuna, maana ilibidi alipojitambua ni yeye aliomba msamaha, lakini kumbuke ya kuwa huyo mtu alitakiwa fanye nini? Afe, lakini pia amrudishie mara ngapi? Kabla hajauawa amrudishie mara 4. Ndio maana takatifu baba, Biblia ni ngumu sana. Kuliishi Biblia ni Roho Mtakatifu na neema ya Mungu inayoweza kumuongoza mtu. Maana hata wewe unayemfundisha Biblia inakuhukumu. Biblia ni upanga ukatao kuwili, inakata huku na kukata kule. Ndio maana uwe makini sana kwa kunyoshea kidole. Unaponyoshea kidole hivi vinne vinakufuata na wewe je? Ndio maana Yesu aliondoa kwetu tusihukumu wala tusilaumu wala tunyoshee kidole, maana hakimu wa haki ni nani? Ni Yesu, kwa sababu yeye ndio hakuwa na dhambi. Maana angekuwa na dhambi, yamkini angetoa hukumu wakati dhambi zake ni mbaya kuliko yule anayemhukumu. Ndio maana aliishi hapa duniani miaka 33 na nusu na akatoka clean sheet, hakutenda dhambi. Yeye ndio hakimu wa haki. Sema Yesu ni hakimu wa haki. Yesu ni hakimu wa haki. Basi aingilie kati yako na wale wanayetafuta maisha yako, wale wanayekutendea mabaya, aamue kati yako na wao kwa jina la Yesu. Amen. Aingilie kati, awe ni hakimu wa haki, akupe haki yako, ampe na yule haki yake. Uzuri wa Bwana Yesu, hata yule mchawi anampa haki yake, hata yule mganga anampa haki yake, hata yule aliyekuona anampa haki yake. Akupe haki yako kwa jina lake Bwana Yesu. Amen. Hebu twende. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiye mtu huyo. Sema wewe ndio mtu huyo. Daudi macho yamtoka hapo. Macho lazima mtoke Daudi. Lakini bado hajaambiwa yeye ni mtu huyo namna gani bado. Wewe ndio mtu huyo, lazima suke. Hebu twende. Umeona jinsi alipoletwa mpaka anaingia mwenyewe sasa. Hebu twende. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Asemaje Bwana wa Israeli? Nilitia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli nikakuokoa. Bila shaka alitiwa mafuta kwenye sura ya 16 kitabu cha Samueli wa kwanza, pale ambapo Mungu anamwambia Samueli akamlilia kumlilia nani? Sauli usiku kucha. Mungu akamwambia unamlilia nani? Mimi nimeshamkataa nani? Nimeshamkataa Sauli. Jaza
pembe yako mafuta, nenda kule wapi? Bethlehem, kwenye nyumba ya Yese. Bethlehem kule nitajitwaulia nani? Mfalme. Kumbuke ya kuwa palikuwa na kaka zake, watu wenye miraba minne, watu vipande vya watu, lakini kumbuke ya kuwa yeye alikuwa kijana mdogo mwekundu tu. Anatolewa wapi? Kwenye kuchunga kondoo. Bwana kutoe sehemu iliyopo kwa jina la Yesu. Bwana kutoe sehemu yote kwa jina la Yesu. Akupeleke juu, akuketishe na wakuu wa nchi. Bwana anamtoa Daudi kwenye sehemu inayodharauliwa, maana kumbuka ya kuwa hata chakulani hakukumbua kuitwa. Hakuitwa, maana aliombea kwa watoto wako wote wa kiume. Hakuitwa. Samueli anamuuliza baada ya Shama, Eliabu, Abinadabu na wale wanne wengine kupita, anauliza ni hawa tu. Anasema ni hawa tu, maana kuna kadogo kao anachunga kondoo kule, maana hajijua mdogo wao hawezi kupakwa mafuta, maana kwanza ni mdogo bado. Samueli anamwambia kuwa atukai, aletwe. Mungu alichagua Daudi akiwa mdogo. Hebu pata picha, akamfanya kuwa ni mchungaji wa watu wake. Mungu anataka kwenda kufanya kuwa ni mleta msaada kwa watu wake. Lakini je, utaendelea kumheshimu Mungu? Je, utaendelea kutoa hukumu ya haki? Umeona, tunapopata mamlaka, hukumu zetu huwa inatoka kwa kwenye haki. Ndio maana tumemwona Daudi kwenye sura ya 8 ya kuwa kisemekana ya kuwa alitoa hukumu ya haki, alikuwa chaguo la Mungu. Lakini je, alipolewa sifa tu, Daudi alipokula na kuanda tu, Daudi akasahau. Ndio maana utakatifu wa Bwana, unapoona mafanikio yanaanza kugonga mlango, simama kabisa, vaa mavazi yako, uwe tayari, maana mafanikio anaingia na kujikweza, ataingia na uzinzi, ataingia na pesa, yani kuwa kama mbwa. Unatafuta fedha kama nini? Kama mbwa anavyowinda. Nini? Mafanikio yanapogonga mlango wako, uwe makini sana. Nachokwambia najua. Hakuna kitu rahisi kama kukamata mtu aliyeokoka kama pesa. Maana si anaomba, Baba nipe pesa, Baba nipe pesa, nipe pesa. Lakini pesa zikija, hakuna sema anapiga magoti na kuuliza Bwana, fedha imetoka wapi? Anazikubatia fedha na kifua chake. Fedha imetoka kule kwa shetani. Anacheka, anasema nimekudaka kwa ulaini. Anakunyaga kama kuku. Jihadhari na pesa. Sio kila pesa ni kwa ajili ya kutafuna. Mengine yanakutokea puani. Ukitafuna vya shetani, huwezi kuvunja mkataba wake. If you fall in the devil's trap, it is very difficult for you. Tumeluze. Ngumu kweli kweli. Mwingine anasema kabisa, hizi ni hazina za gizani Bwana, wakinipa nitatafuna Bwana. Nina mamlaka. Umekula wewe vya watu. Mbona atapika? Jihadhari, kama fedha inakuja, iwe fedha iliyenyoka. Jua msingi wa pesa imetoka wapi. Kama ni kazi umefanya, umeona mkono wako, ni ufanye kazi iliyenyoka. Achana na haya mambo ya mikato wewe. Pata fedha kwa njia sahihi. Hata mtu akifuatilia hana doa kwako. Amina, mtakatifu wa Bwana. Amen. Naweka mahesabu yako vizuri, matumizi yako. Jihadhari kabisa. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nami nitakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako. Bwana, yani Daudi angependa angechukua mpaka na wake za Sauli wangekuwepo. Lakini kumbuka, alipewa ufalme. Na palikuwepo desturi ya kuwa anayerithishwa ufalme, palikuwa sheria inayomruhusu arithishwe na wake za nani? Wake za yule mfalme, ili wale wa mama wasistafu kukaa kwenye nini? Kwenye hekalu. Inatakiwa waendelee kukaa pale pale, waendelee kula zile donut na chips kama zipo. Lakini Daudi yeye hakurithi wake za nani? Za Sauli. Lakini kwa wengine waliruhusiwa. Ndio maana utaona kitakachomuua Adonija ni nini? Ni kale kabinti kaliyekuwa kanafanya nini? Kanampa Daudi nini? Joto. Adonija akasema kabisa, basi umeshaninyang'anya ufalme wewe Suleimani,
Basi nichukue ile suria Daudi. Hiyo ndio itakayefanya Suleimani aondoke na shingo yake. Hebu twende. Nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Hata hayo ambayo Mungu amekupa kama ni machache, vuta subira, atakuongezea. Anamwambia Daudi ya kuwa alimpa nyumba ya Yuda na Israeli, lakini kama hayo yote aliyempa hayakutosha, bado angefanya nini? Angemuongezea. Bwana akuongezee kwa jina la Yesu. Bwana akupapo akuongezee pia, na azidi kukuongezea ili usipungukiwe kwa jina la Yesu. Amen. Ehe. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nao umemtoa mkewe awe mke wako, nao umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Hebu pata picha. Kumbe kuna wakati unaweza kumuua mtu sio kwa mkono wako, lakini kwa mkono mwingine. Ni mara ngapi umeua watu kupitia mashetani? Natuma mashetani ya kunyonge. Wewe ni ufalme wa Mungu. Kuna tumiaje tena mashetani kwa tuma watakatifu wa Bwana? Hizi janja za shetani tumechoka nazo. Wewe ni mtoto wa shetani 100%. Uwezi kunitumia mashetani 100 aje ninyonge kama wewe sio ufalme wa giza wewe. Daudi anamuua Uria kwa mkono upanga wa Amoni. Sema kila mmoja aliyetaka kuniua kupitia upanga wa mtu mwingine, kuanzia leo kila upanga ninaichukua kutoka mkononi mwao kwa uweza wa Bwana, katika jina la Yesu. Wote waliyetafuta maisha yangu hawatapata maisha yangu, maana sio mimi ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kama ni Kristo, basi nimesulubishwa pamoja naye, nimekufa pamoja naye, nimezikwa pamoja naye, nimefufuka pamoja naye. Kuanzia leo wasinione mimi, maana sio mimi naishi, sio mimi naishi kweli. Ni wewe si kweli usiishi. Mbona bado wanakutesa wewe? Mbona bado wanakuchezea? Mimi mauti huwezi kunitishia, maana nilishakufa pamoja na Kristo. Ni nini kinachogopeka sana ambao na uchungu sana? Ni kifo. Lakini wacha nikwambie, mauti haina mamlaka wala uchungu juu yetu, maana tumekufa pamoja na Kristo. Ndio maana mauti haiwezi kutaka kumuua mtu ambaye Kristo anakaa ndani yake, maana mauti ya mwenye haki wa Bwana ni ya thamani machoni pake. Ndio maana kama kuna kitu kinachofurahisha ufalme wa mbinguni, kwa shetani na kuwa ni majanga, kwa shetani na kuwa ni mabaya. Ndio maana nasema hivi, ukiishi maisha matakatifu hata shetani hawezi kutaka ufe. Maana ukifa wewe unafanya nini? Akikuua ina maana ni sawa sana sasa hivi watu waliookoka na kufyeka ufe, wewe mchawi, kwa jina la Yesu ufe. Anakufa, anakwenda wapi? Anakwenda mbinguni? Hapana. So sisi tunakusanya pamoja na Kristo, tunatawanya pamoja na shetani. So hakuna jinsi shetani ataweza kujaza mbinguni eti wewe unaishi maisha matakatifu akuwe uende mbinguni. Hana shida hiyo. Shida hiyo ipo kwenye watu waliookoka, wanaejaza kuzimu, wanaejaza ufalme wa giza. Sema nakataa kujaza ufalme wa giza. Nakataa kujaza ufalme wa giza. Fanya juu chini tukajaze ufalme wa Mungu watakatifu wa Bwana. Tuzuie wanayekwenda mbinguni kule kuzimu, na tuongeze wanayefanya nini? Wanayekwenda mbinguni. Ambia watu habari za Yesu kurudi. Hii haipo sasa hivi. Habari za Yesu kurudi watu hawana sasa hivi. Watu wanaaminishwa kwenye nini? Upate fedha. Watakatifu wa Bwana, fedha ni nini wewe? Tunalinganisha na Mungu. Mtu badala kumwambia mtu bwana ishi maisha matakatifu, Bwana wewe, mimi nitakuongezea fedha, utakuwa na fedha nyingi. Watakatifu wa Bwana, tusimpinge Yesu. Mimi sijui, kwa sababu akili yangu Mungu ameifunua.
Mungu afunue akili yako kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu ambao wamenyweshwa yeye, ndio maana mtu anafundisha mambo ambayo hata wewe unajua kabisa huyu ananipeleka kwa shetani huyu. Lakini umefungwa. Uwe kama Uria aliyenyweshwa pombe lakini akili yake ikafanya kazi kwa jina la Yesu. Amen. Uwe kama Uria aliyenyweshwa pombe akalewa lakini Roho wa Bwana akamuongoza kutenda mema. Utende mema kwa jina la Yesu. Amen. Maana hebu nikuulize. Ninapokuaminisha, Yesu anasema kabisa kwa itakufaidi nini kama utapata hii dunia na vyote vijazavyo ukakosa mbinguni. Mtu anakuambia Bwana anahubiri, anatangaza jinsi ambao yeye anao pesa. Pesa. Hebu twende. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani kwako kwa sababu umelidharau ukamtoa mkeo Uria Mhiti kuwa mke wako. Umesikia hilo? Alifanyaje? Yesu akasema auawe kwa upanga. Upanga utafanya nini? Utakuwa ni sehemu yake. Yesu alimwambia Petro. Petro alifanya nini? Petro akachomoa panga, akaondoka na sikio la mtu. Yesu akamwambia kuacha mara moja, maana wako panga atawao kwa nini? Kwa upanga. Tayari anaambiwa Daudi ya kuwa maana ametenda mabaya, amewapa madui za Bwana nini? Kufuru. Tusifanye madui za Bwana. Unajua kuna wakati mwingine tunafanya watu ambao wanapinga ufalme wa Mungu, wanapata pa kushikilia na kucheka ufalme wa Mungu. Upanga hautaondoka nyumbani mwa Daudi. Nitakuonyesha upanga ulilamba tu. Upanga aliyefanya Daudi ya Waamoni ililamba nani? Huyu Uria, lakini upanga utalamba watoto wa Daudi. Utaona jinsi itakavyokuwa. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana asema hivi, angalia nitakuondeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Watakatifu wa Bwana, zile dhambi unazotendaga kule, unatenda gizani kule, huwa zinafichuliwa, zinakuwa dharani. Hujawahi kuona? Kuna dhambi watu wanatenda sirini. Unakwenda kwa mganga sirini. Unakwenda kufanya uzinzi sirini. Bethseba alifanya sirini kule na Daudi. Lakini je, haikufichuliwa, haikutoka juu ya dari? Mungu anamwambia Daudi ya kwa maana ulipanda kuchukua mke wa mtu, basi utavuna zaidi. Utavuna wewe, sio mke wake zako kuchukuliwa, sio sirini, ndugu yako, alafu hadharani kweupe mbele ya Waisraeli wote. Akipandacho mtu, sema akipandacho mtu, Akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. ndicho atakachokivuna. Alivuna kuvuna. Hiyo ni kanuni ambayo inatenda kazi. Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana, unapopanda mabaya katika maisha ya watu utavuna mabaya. Kumbuka ya kuwa mtakatifu wa Bwana, hebu jaribu kuwekeza kwenye maisha ya watu. Kuwekeza sio mpaka uweke pesa. Kuwekeza ni kuomba kwa ajili ya watu, kusaidia watu na ushauri, kufundisha watu, kuongoza watu kutenda mema. Utendavyo mambo kama hayo, ndiyo maana imeandikwa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 3 ya kuwa anayeongoza wengi kutenda mema atang'aa milele. Unang'aaje milele wakati umeongoza wengi kutenda mema? Muonekano wako utang'aa kabisa, nyota itawaka. Wewe unahangaika na kuomba upate nyota, angoongoza watu watende mema, nyota itang'aa wewe. Mtu ameaminishwa kwenye maombi, anatenda mabaya, anataka aombe usiku kucha. Wewe bwana, maombi ya mwenye dhambi ni nini? Ni kelele mbele za Bwana. Ndio maana maombi yako ndefu huwezi kufanya Mungu akujibu. Maisha yako matakatifu ndiye atakayefanya Bwana awe na ukaribu na wewe, na maisha yako Bwana aiweke iwe sawa. Watakatifu wa Bwana, tutafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine hayo ni majaliwa. Tutafanya nini? Mtazidishiwa. Hebu acha nikwambie kitu cha ajabu sana.
Umejua ukijua neno la Mungu, usipokuwa makini unaweza kuwa kama mchawi. Ukifunuliwa neema ya kujua neno la Mungu vizuri, ukilijua, kuna sehemu watu wanatokea, watu wanatoka unapotoka. Ukitamka neno inakuwa pokea fedha barikiwe, anapokea na barikiwa. Mashetani toka. So umeona sasa, unaanza kujiona kwa mbona kila kitu ninachofanya ndio hicho nilichokuwa tabu kwa Daudi. Kila alipokwenda anashinda, ndio maana hata kule mbele tutaona kabisa ya kuwa ataamua kuhesabu watu, maana kila endapo anafanya nini anashinda. Wewe kama wateja wamejaa kwenye duka lako, biashara yako, je, unamtukuza Bwana? Ama sasa unawaza jinsi ya kuboresha uwekezaji wako? Watu ambao wananena Mungu watakatifu wa Bwana kwa wanatokaje? Ukiambiwa mashetani atoke, anatoka. Nini Simoni? Yesu akuamrisha waende ndani ya nini? Ndani ya watu. Aliwaamrisha waende wapi? Mbona nasema katika jina la Yesu mapepo yote yanayotoka huko ndani sasa yaende kanyosha Kigomba wewe. Yaende kanyosha Kigomba. Huyu Joshua Kigomba ni umbwa na Mungu. Ndugu yako baba moja mama moja bwana, ni mtoto wa Adamu, Adamu na Hawa. Ni mtoto wa nani? Wa Methusela na mtoto na mke wake. Ni mtoto wa Nuhu na mke wake huyu. Ndugu yako kabisa, damu moja. Mashetani anakwenda na mnyonga Joshua. So unasema nina mamlaka bwana. Nina mamlaka, I'm having authority. You have authority of killing people. God's people, you are killing them. You are a killer. The work of the devil. That is what you are doing. You use the authority, God's authority, to kill his people. That is not the motive of salvation. Hiyo sio lengo mama ya Injili. Mamlaka unatumiaje? Daudi anatumia mamlaka yake vibaya. Anaona mwanamke amefika pale, anaambiwa huyu ni binti wa Eliamu, mjukuu wa Ahithofeli. Ahithofeli anakaa pale. Eliamu ni mmoja kati ya watu waliokuwepo kule kwenye mapigano. Uria ni moja kati ya mashujaa wake wanapigana. Alitakiwa sasa asione uzuri wa Bethsheba, alitakiwa aone kazi nzuri anayetenda Uria, kazi nzuri anayetenda baba yake Bethsheba, kazi nzuri anayetenda babu yake Bethsheba. Mamlaka yake akatumia vibaya, na hatimaye nyumba yake kubakia jinsi alivyo. Sema katika jina la Yesu. Baba mweza wa yote, ninajua ya kuwa umenipa mamlaka ya kutawala anga, ya kutawala nchi, ya kutawala makusanyiko ya maji. Baba mweza wa yote, uniongoze ili nisitumie vibaya kwa ajili ya kujenga ufalme wa giza. Nitumie vizuri kujenga ufalme wako. Na yaweza yote Bwana, katika wewe uniwezeshaye Bwana. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, maana Kristo aliwezeshwa na wale malaika waliyemtokea kwenye bustani ya Getsemani, wakamtia nguvu, wakamwezesha. Enyi malaika, niwezesheni nitende kwa ubusara, nitende kwa hekima ya Kiroho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe unaweza ukawa na mamlaka nzuri. Kuna vitu ambayo Mungu anaweza kuonyesha ndani ya mtu lakini usiruhusiwe kusema. Kuna vitu ambavyo mimi Mungu akinionyesha anaruhusu kusema. Unaweza watu wengine wakoje bwana? Muone kwa wewe. Acha hivi unafanya umetoka wapi sasa hivi? Unaona sasa? Unatumia kile ambacho Mungu amekupa kizuri, lakini kuaibisha watu wengine, lakini kuvunja wengine wachanga wale, kuwavunja nini? Moyo, kuwatoa kwenye wokovu. Nasema hivi, tumia vizuri sana karama Mungu alizokupa. Tumia vizuri huduma Mungu aliyekupa. Nini ya kuwa lazima uongozwe na Roho Mtakatifu, maana vinginevyo utaitumia vibaya. Nini?
Watakatifu wa Bwana, huwezi mtu ambaye ni kiongozi anajaribiwa kwenye mamlaka. Wewe ni bishop, una mamlaka yote, unaitumiaje? Wewe ni mchungaji mkuu, unaitumiaje? Wewe ni kiongozi wa section, unaitumiaje? Wewe ni kiongozi wa eneo, unaitumiaje? Je, unatafuta neno kwa Mungu? Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Daudi anatumia mamlaka yake vibaya, lakini sasa ameambiwa moja kwa moja afanye nini? Ya kuwa yatamkuta. Lakini hebu sikia, ataomba msamaha. Lakini mimi nashangaa, mbona alipewa msamaha, lakini mbona bado yale matokeo yote yanakwenda kutokea? Utasamewa au utakufa, lakini gharama ya dhambi ni kubwa kuliko hata kifo hicho. Maana bora hata Daudi angekufa peke yake. Watu waliyekufa msururu ni watu wengi kupeteleza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia, kwa maana, hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa ajili ya Daudi. Makofi makubwa kwa ajili ya Daudi. Kwa maana hakuanza kubisha. Je, wewe nimekwambia umetenda dhambi? Utapale Bwana, nimetenda Bwana dhambi, Bwana. Hiyo ni ishara ya unyenyekevu na utii. Daudi akuanza kumbishia Nathani. Pale pale akasema nimemfanya Bwana dhambi. Je, unakubali? Kuna wakati mwingine unaona, baba naomba unisamehe, lakini hujakubali kama umetenda dhambi. Lazima kwanza ukubali umetenda dhambi na ujutie kutoka ndani ya moyo wako. Hapo ndipo hata msamaha wako itamfikia Bwana. Umeona Daudi pale pale hakubisha, nimemtenda Bwana dhambi. Ishara ya mtu ambayo kutoka ndani ya moyo wake anampenda Mungu. Hebu twende tuone. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. Bwana, kwa tendo hilo amewapa maadui za nini? Za Mungu nafasi kubwa ya kufuru. Ni mara ngapi umewapa maadui wa ufalme wa Mungu kufuru, njia ya kukufuru? Kuna wakati mwingine sisi tunafanya kabisa, hata watu ambao hawajaokoka wanatukana jina la Yesu na nini? Maana tukitumia jina la Yesu vibaya, hii ni nafasi ya kuwapa wale maadui za Bwana ama maadui za ufalme nini? Njia ya kumkufuru Bwana. Nini? Saa nyingine wewe unafanya mabaya kiasi kwamba wale wanacheka. Wanatoa na mfano na wewe, ndio wale Bwana. Ndio wale Bwana. Najua tu ndio maana mimi sipoteza nafasi yangu kuokoka imachi. Unazuia watu kuenda kwenye ufalme wa Mungu. Nini? Unawapa maadui za Bwana kufuru. Acha mara moja. Kama walikuwa wamewapa maadui za Mungu kufuru ama ufalme, Mungu aifute na iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha yako kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuwezeshe usishindwe kiroho jinsi Daudi alivyoshindwa kiroho. Alianza vizuri, akaenda hatimaye haikuwa vizuri kwake. Miaka 20 ya mwisho kwenye maisha ya Daudi ilikuwa ni patashika nguo chanika ndani ya nyumba yake. Tubaki katika ukweli wa neno la Mungu. Ni ukweli ndiye atakaye kuweka huru. Ni ukweli ndiye anayeweka dunia huru. Umejua kuna vitu vingine utafundisha tu kama wewe sio sehemu ya mabaya haya. Kuna mengine ukifundisha na kuambia wanaongea habari za dhambi wewe bwana. Tunakutana wapi wewe? Unakuwa ni mzee wa viwanja, mnakutana kule viwanja. Halafu unakuja na vaa suti yako nzuri, halafu haleluya. Unapoangalia unasema huyu anamtania Mungu huyu. Unazuia wale watu kwenda nini? Unawapa kufuru. Ndio maana anaanza kufa yule mtoto ambao hata jina alikuwa hajapewa. Anaanza kufa. Kinachofuata, kifo haitoki pale nyumbani mwa Daudi. Kwanza walimpa Daudi shida. Kuna wakati ukiwa na watoto wengi, ikitokea wameanza kulumbana, unaweza ukatamani uame. Uondoke. Wanakupa wanaumiza kichwa chao kila siku. Pata picha, Daudi amekaa kwenye hekalu lake, anastarehe, alafu anaitoa taarifa ya kwa Bwana,
Absalom ameua watoto wako wote. Anataka kwenye kiti cha pale, kiti chake cha enzi anadondoka chini. Baba, oi! Umeona sasa? Mtu anamletea taarifa kwa anaona watu wanakuja pale kama watoto wa mfalme. Kumbe mmoja tu kauawa. Hao wake wengi bwana. Anayekuambia kuambie tu. Muulize mtu ambaye aliwahi kuwa katika mahusiano zaidi ya moja, mwana baba, hakuambia jinsi alivyokuwa anaipata fresh. Jinsi alivyokuwa na sasa una wake sasa watatu ama wanne hapo. Kwanza wewe utakuwa kama fimbo sasa. Ukienda unaambia bwana hapo umekuja kulala hapa kwangu hapa, kalale kwa wake zako huko, choke. Na kutolea vivu yani anatoa macho yake. Kuja kulala kwangu hapa, kalale kwa wake zako huko. Yaani mimi unakuaje? Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Mungu aliyesema wawili hao hao mwili mmoja. Yeye ndio fundi wa mafundi. Yeye ndio mtaalamu wa wataalamu. Yeye ndio yote katika yote. Yeye ndio mwenye dunia na vyote vifanyao nini? Vijazavyo. Ndio maana mume mmoja mke mmoja. Mmoja na kasa nasema mchungaji. Unafanyaje bwana? Mimi nataka naona watatu wanne. Huyo mmoja tu anakupa shida. Hao unayowataka hao utaweza kuwatunza vizuri? Hebu twende. Mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake. Nathan ameshamwaga nini? Ameshamwaga na niliu kwenye kuku wengi. Anaondoka zake. Moyo wake burudani, maana ujumbe ameufikisha jinsi ulivyo. Hasa wewe unafikishaje ujumbe wa Mungu? Unaifikisha unapotakiwa, ukifika pale unaanza kucheka cheka. Kuna watu wengine wanatuma kabisa, nenda ukakemee kabisa wa Marekani. Wakemee hao wa Faransa. Mungu anakupa tiketi hata hujalipia. Anakupa nafasi na vibali vya kuhubiri kule Ufaransa. Unaingia Faransa. Unaanza kucheka na gorofa. Dar es Salaam ziko gorofa wewe. Tembea pale mjini. Mungu ametubariki kuna gorofa nyingi wewe. Unapelekwa kuhubiri, unawaza jinsi ya kwenda kutembea kule mjini uone magorofa wewe. Umeambiwa nenda ukawahubiria, waambie ukweli, waache ndoa jinsia moja. Unaanza kuambia mambo ambayo ya wewe. Usimruhusu Mungu atumie fimbo kama alivyotumia kwa Jona mwana wa Mitai. Jona alienda kwenye safari yake, anaomboleza. Baba, ukinipa nafasi nyingine, nitaondoa nadhiri zangu. Ninatazama Yerusalemu. Alijua Yerusalemu iko wapi? Kutapatapa anayekufa. Alafu sasa upo ndani ya kitu jafa, unasikia inapumua, lakini inaondokaje? Samaki inatelezaje kwenye maji? Halafu ilikuwa siku ngapi? 3. Na kufungo kafungishwa kule uhuru chochote kana kufungo kavu. Ukisoma maombi ya Jona sura ya 2, maombi yake ndani ya samaki. Ndio maana kuna watu wengine inabidi saa nyingine tuombe Mungu awapeleke kwenye tumbo la samaki ili waombe. Ili wafunge. Ili ufunge au mwingine mpaka aende kwenye tumbo la samaki. Jona alikuwa jeuri kabisa. Kaamba bana kaenda kahubirie mjini waache mabaya. Jona anasema kabisa, Mungu wetu nimpeleke kule Ninawi. Haiwezekani. Akasema watanitafuta kweli, watanitamani kweli. Hawawezi kuniona. Akalipa tiketi yake, akaamua kwenda wapi? Tarshishi. Kaingia vizuri, kasema nataka sana niingie chini kule nichapo usingizi, nikistuka niko zangu Tarshishi wewe. Kumbe Mungu ameandaa usafiri. Usikatae usafiri ambayo ya kawaida, uruhusu Mungu akuandalie usafiri. Jona angesafiri kwenye meli ama merikebu pale, angekuwa anakunywa chai anakula, lakini alisafiri kwenye usafiri ambayo yeye mwenyewe hawezi kutamani tena. Nabii Nathani anafikisha ujumbe wa Mungu inavyotakiwa.
anapotoka pale moyo wake burudani. Mungu akupe neema ya kufikisha neno la Mungu jinsi Roho Mtakatifu anapokuongoza. Kuna wakati mwingine Mungu anakupeleka kufundisha ukweli, lakini unafika pale mchungaji anakuambia hebu nipe ujumbe wako kwanza. Hiyo tabia iko Marekani sana. Na Wamarekani wakome kwa jina la Yesu na kuchukua ujumbe za wachungaji alafu kwanza kupekua na kubadilisha. Amen. Vinginevyo wajihubiria wenyewe na mabaya yao kule Marekani. Ukienda unampa mchungaji ujumbe na wasirika pia wiki moja kabla hajahubiri. Mchungaji anakuambia no what the hell. Yeah, you can change it. Yeah, you know what? Anakuambia hapo usipige hivyo hivyo. Kama sio shetani ni nini? Ndio maana mimi siku akiniita nikwambia nikifika na naambia bwana mimi usinipangie vinginevyo narudi. Nini? Ni shetani ndani yao. Maana wanaishuja. Ndio maana shetani ameweka speed governor ya Injili katika huko Marekani na katika mabara mengine yote, lakini hapa kwetu Mungu ametupa neema. Tunakwenda hatuendi. Na Jonah style ama Nathan style? Wewe Jonah style ama Nathan style? Wewe hutaonea aibu, hutafurahia zile fungati. Nasema hivi, hebu tusimame na tuende tukafundishe neno la Mungu inavyotakiwa. Mungu anaandaa watakatifu wa Bwana watakaye kwenda kubadilisha dunia, watu wasioweza kutikisika na jambo lolote. Nini? Ukileta fedha zao anakuambia wewe na fedha zao. Jinsi ambao wanafunzi wa Yesu, Petro akamwambia nani yule aliyetaka toe fedha na yeye apate mamlaka ya kujaza watu Roho Mtakatifu yule? Aliambiwaje? Yeye na fedha zake. Sasa hivi mchungaji anaweza kusema hivyo. Hebu tuvae roho ya wanafunzi wa Yesu waliokuwa nao kwenye karne ya kwanza, ya kutokutamani fedha bali kutamani kuyasimamia ukweli kwa jina la Yesu. Hebu twende. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mke Uria alimzalia Daudi. Nani akampiga? Bwana. Kumpiga ina maana akawa mgonjwa, akapewa ugonjwa ili apate kuondoka. Lakini mtoto huyo, kumbuka ya kuwa mtoto huyo alikuwa hajafikisha siku 8. Kumbuka Daudi akafunga siku 7. Alipofunga siku 7, bila shaka kilichotokea ni nini? Mtoto akafa siku ya 7. Ina maana siku aliyezaliwa mtoto pale Nathani alifanya nini? Nathani alikuwa yuko pale amefika na ujumbe ule. So mtoto yule alikuwa hajapewa jina, maana Kiisraeli ukisoma ile kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa 3 mpaka wa 5 utaona ya kuwa Ibrahim anafanya nini? Ibrahim anamtahiri Isaka siku ya 8 na kumpa jina. Ukisoma pia ile agano na Mungu na Ibrahim Mwanzo sura 17 utaona kabisa kwa agano ishara yake ilikuwa ni tohara, lakini siku ya 8 alitakiwa kutahiriwa mtoto, lakini pia kupewa jina. Ukienda katika ile sura ya sura ya kwanza mstari wa 59 kitabu cha Luka utaona kabisa kuwa Yesu naye alitahiriwa siku ya 8 na kupewa jina siku hiyo. Ukisoma pia habari za Yohana naye na yeye ilikuwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga akaingia akalala. Daudi akaomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Mbona sasa ukorofi huo? Kwa sababu gani? Nabii kashakwambia mtoto huyo lazima afanye nini? So Daudi anafunga na kuomba yamkini Bwana afanye nini? Aache mtoto. Watakatifu wa Bwana, Mungu akisema kitu amefanya nini? Yeye sio mwanadamu ataseme uongo. Amesema atakubariki, atakubariki tu. Lakini sasa usiwaze tu habari za Mungu kukubariki, waza habari za kuishi maisha matakatifu, upate kujiandaa na ile harusi ya Mungu kule mbinguni, ambayo ni harusi anayemwandalia mwanae, ambao ni bwana harusi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamuinue katika nchi, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya 7 yule mtoto akafa. Na watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalieni,
Yule mtoto alipokuwa angali hayo, alitulisema naye asikilize sauti zetu. Basi hatutazidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. Lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onezana, Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana akasali. Kisha akaenda nyumbani kwake, na alipotaka wakamwandalia chakula naye akala. Umeona Daudi alipotambua mtoto amekufa, alijua kabisa kwa alichoambiwa. Wale watumishi wake hawakujua ya kuwa mtoto huyo aliambiwa atafanya nini, atakufa. Ni yeye tu. Ujumbe ule alikuwa anapewa na nabii, ilikuwa ni yeye akiwa peke yake na nani, na nabii Nathani. So wale hawakujua kama mtoto huyo alitakiwa afe, lakini Daudi alijua kabisa kuwa mtoto alipokufa, akajua mapenzi ya Mungu amefanya nini, yametimia. Ndio maana moja kwa moja kutaka tena kuendelea kupinga mapenzi ya nani, ya Mungu. Ndio maana akaenda akapiga zake maji, akapiga zake pamba nyepesi, akapaka zake loshoni yake, akatoka na meremeta, akaleta, sema leteni msosi, akatupia msosi. Wale watu wakabaki wanamshangaa, wanasema wewe, kumbuka kwanza kilichotakiwa ni nini. Inapotokea msiba ilitakiwa kuna kitu kinachoitwa kufunga. Tuliona ule msiba wa Sauli, Daudi alilazimisha mpaka wale watu wake kufunga. Lakini pia msiba wa Abuneri tuliona pia ya kuwa Daudi akilazimisha wakina Yoabu ya kuwa kufunga. Ilikuwa ni njia ya nini, ya kuomboleza, lakini haikutakiwa kufunga iwe njia ya kuomboleza. Hiyo walijifanyia tu. Ndio maana sasa ukisoma kwenye ile Isaya sura ya 58, Mungu anapoelezea juu ya saumu anayetaka, utaona kabisa ya kuwa haitakiwi eti unafunga kwa ajili ya kusononea. Kwa mtu akifunga anatafurahi, nimefunga bwana, yani acha kabisa. Ni kana kwamba mchungaji huyu anamuonea kwa kumfanya afunge. Ufungapo uwe na furaha kwa jina la Yesu. Amen. Ufungapo wala usitangazie watu. Kama ni lazima basi wajue, lakini sio kila mtu anajua. Vaa vizuri, oga zako, isionekane mtu mwingine akifunga hata mswaki apigi, hata macho anawi. Ukikutana naye kabisa yani, vipi bwana? Niko mlimani wenzako. Mlimani usitangazie watu wewe. Piga zako pamba nyepesi, vaa, oga vizuri na paka mafuta. Wale walikuwa ni wanafiki, ndio maana walikuwa napaka na jivu na nini kujionyesha. Hebu twende kwa jina la Yesu. Watumishi wake wakamwambia, ni neno gani hilo ulilotenda? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa uliinuka ukala chakula. Akasema, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana hatamhurumia? Alikuwa anabahatisha Daudi hapo, maana alijua moja kwa moja kwa mtoto huyo kaambiwa anafanya nini, anaondoka. Alikuwa anabahatisha Bwana hatamhurumia mtoto apate kuishi, lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Naye Daudi akamfariji Bathsheba mkewe, akaingia kwake, akalala naye, naye akazaa mwana, akamwita jina lake Sulemani. Naye Bwana akampenda, akapeleka kwa mkono wa Nathani nabii, naye akamwita jina lake Yedidia. Umeona sasa ya Bwana. Tayari baada ya kifo cha mtoto, sio eti alizaliwa Suleimani. Kwenye Biblia kuna kitu kinachoendelea. Unaposoma hata kuhusu wale wafalme wa Yuda, haina maana ya kuwa wamefatana jinsi inavyokuwa. Unakuta kwenye familia Mungu alikuwa anachagua mtu mmoja ambaye anapendezwa naye, ambayo ana hofu yake. Umeona kama ile ukoo wa nani, wa Adam. Kumbuka ya kuwa Adam alikuwa na watoto wengine. Ndio maana unaona kabisa akaishi miaka 130, akamzaa nani? Akamzaa Seth. Lakini unaona kabisa kuwa baadaye miaka yake unaambiwa kuwa akaishi miaka fulani, jumla miaka yake ilikuwa 830. 930. Unaambiwa ya kuwa akazaa watoto wa kiume na ina maana kuna watoto wengine alikuwa nao, lakini aliyechaguliwa pale alikuwa ni Seth. So kumbuka ya kuwa haina maana Suleimani ndiye aliyezaliwa baada ya yule mtoto. Mimi nitakuonyesha muda sio mrefu ya kuwa
Suleimani alikuwa mtoto wa 4 kwa walio hai. Ukichanganya na yule aliyekufa basi alikuwa ni watatu. Lakini kumbuka ya kuwa alipozaliwa Suleimani anapewa jina Suleimani, maana yake ni amani kwepo. Lakini kumbuka ya kuwa Mungu anamtuma nani? Anamtuma Nathani. Anaenda kumpa jina Jedidi, na maana anayempendeza Mungu. Na maana aliyemchagua Suleimani kuja kuwa ni mfalme baada ya baba yake alikuwa ni Mungu mwenyewe. Ndio maana nabii akatumwa kwenda kusema kwa mtoto wake anaitwa Jedidi, na maana anayempendeza Mungu. Na maana tayari Bwana alishamchagua kwa ajili ya kumjengea. Kwa nini mchungaji Bwana amchague kwenye yule mke wa mtu aliyeuawa? Mapenzi ya Mungu lazima atimie na hakuna mtu wa kuiquestion. Amina. Katika mabaya kuna mema, kuna mema. Kifo cha Yesu imebeba wokovu wetu, haijabeba wokovu wetu. Pasipo kifo cha Yesu hapasingekuwa na wokovu. Pasipo kifo cha Maria hakuna kuzaliwa nani? Hebu twende. Yoabu akapigana juu ya Raba na wana Amoni akautoa mji wa kifalme. Yoabu akatuma wajumbe waende kwa Daudi kusema, nimeshindana na Raba hata nimeutoa huo mji wa mali. Basi sasa kusanya watu waliobaki ukauzunguke mji na kuutoa, usije mimi nikautoa mji ukaitwe kwa jina langu. Basi Daudi akawakusanya watu wote akaenda Raba. Maana Daudi Yoabu alikuwa na heshima, maana angelitoa mji ule moja kwa moja lingetakiwa itwe kwa jina lake, lakini anamuita mfalme. Na maana tayari mfalme mpaka aitwe aende vitani. Umeona sasa vitu ambavyo kama wewe sasa kwenye huduma upatikani mpaka tuangiwe simu uje, ipo shida hapo. Daudi sasa mpaka amiri jeshi apige kabisa mpaka ibaki tu kuteka mji sasa kwa mfalme huo wa Amoni. Ndio sasa aitwa kwa mfalme sasa, njoo sasa malizie kazi. Daudi huyo ama mataputapu huyo sio Daudi tuliyemjua yule. Mungu akupe uweza na uelewa usifikie hatua hiyo. Daudi sasa mpaka aitwa aende vitani, ndio mafanikio sasa. Ndio maana Musa, Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia Musa ya kuwa shida ni mtakavyoivukia ile nchi muendeayo, mtakavyokula na kushiba, hapo ndipo mtafanya nini? Mtamsahau Bwana na kutoka kwake. Shida ya watu ni nini? Wakati wa hivi bado hujapata unamtafuta uso wa Bwana, hakunaga shida. Shida ipo pale ambao umepaki magari 5 pale, account inacheua tu. Haitapiki inacheua. Imejaza mpaka inacheua tu. Hujui hesabu sasa. Hapo ndipo sasa kuna kitu kinachoitwa kuanza kumwacha Mungu taratibu. Ulikuwa mfungaji, ulikuwa mkeshaji mzuri, ulikuwa msomaji wa Biblia, sasa una muda wa kusoma Biblia, una muda wa kufanya mahesabu ya fedha ulizoingiza, una muda wa kuwaza nitawekeza wapi na wapi. Unaanza kwenda mbali na Mungu. Hatimaye shetani anakunyaka kiulaini, taa tuwezetu Bwana. Mnakwenda na shetani kiulaini. Wewe bado una mazoea, unanena kwa lugha kama chilani, lakini ulimwacha Mungu mbali. Kumbuka urudi ulikomwacha Mungu, mtafute wewe. Hakuna anayemwacha Mungu akiwa katika hali ya kutafuta. Wanayewacha Mungu anamwacha Mungu pale ambapo wamekula na kushiba na kupiga kapu nini? Teke. Hebu tuwe, Daudi anaitwa kwenda kwenye kupigana. Tena kupigana wenyewe, yani wameshatafuna, njoo umeze tu Daudi. Daudi huyo kweli ama mwingine? Lakini Daudi sasa hawezi akacheza mbali, maana Bethsheba si mzuri. Anadhani akuwa alichomfanyia yule mwenzake ndiye atakayefanywa. Sasa anakaa karibu na muona macho ya Bethsheba. Acha mara moja Daudi style wewe. Akaiba na Bethsheba. Hebu twende. Akaenda Raba akapigana nao akautoa. Kisha akamnyang'anya mfalme wao taji toka kichwani pake na uzani wake ulikuwa kapigana nao katoa. Kumbuke ya kuwa hapo tu imeandikwa, lakini aliyepigana ni Yoabu pamoja na Abisai mdogo wake, ndio aliongoza jeshi. Na vita hivyo vilipigana muda mrefu, havikupigana mwaka moja, ilipigana miaka mingi.
mpaka anakuja kuzaliwa Suleimani. Vilipigana miaka mingi. Daudi sasa anakaa. Ndio maana wacha nikwambie watakatifu. Sasa hivi tunakuja kanisani vizuri. We do come to church regularly, not occasionally. What of when you have success? Still will you be coming to church? Don't fail to come to church. Because that is everything in your life. Mimi ukinitenganisha na kanisa, bila shaka umenimaliza. Nini? Kanisa ndio uhai wangu. Ukimtenganisha Daudi na vita, hujammaliza. Maana yeye mkono wake unatakiwa ijae nini? Damu. Apanue ufalme. Ndiye aliyeitiwa. Wengine tumeitwa kwa ajili ya kupanua ufalme wa Mungu. Ukikaa tu pale unakula donut pale Yerusalemu, umekwenda na maji ya Pafra. Toka uende vitani wewe. Nenda kwenye mapambano kule, usimwachie Yoabu aende peke yake. Hebu Na uzani wake ulikuwa talanta za dhahabu, naye ilikuwa na vito vya thamani ndani yake. Akavikwa Daudi kichwani, akazitoa nyara za huo mji. Anavikwa, lakini yani kwa ujiko ambao hajapata yeye. Wamepigana watu muda mrefu kweli kweli. Yeye alikuwa anakula siesta tu nyumbani kule. Kaletwa mwishoni. Lazima mabaya lazima mpate Daudi. Ndio maana utakapoweza kusoma, acha kusoma Biblia wewe mwanagizo kuu. Uache kufunga. Uache kwenda nyumbani mwa Bwana. Utakuwa kama Daudi. Lakini mimi nakuombea hayo yasikupate. Nini? Daudi angekuwa katika mapambano kule, angekuwa vizuri, lakini hata sisi lazima tuwe katika kutafuta uso wa Bwana na kupeleka injili yake. Hakuna kitakachokupata. Hebu twende. Naye akawatoa watu waliokuamu, akawaweka kwenye kazi ya misomeno na suluhu na chuma na mashoka ya chuma, akawatumikisha. Tanuni mwa matofali, ndivyo alivyoifanya miji yote ya wana wa Amoni. Kisha Daudi akarudi na watu wake Yerusalemu. Bila shaka Daudi sasa anawapa wale walietekwa sasa kuwa ni wafanyakazi tayari. Ile taifa la Amoni inakuwa katika urithi wa Israeli. Daudi anakuwa amepanua ufalme wake sasa. La kumbuka, anayo kila kitu. Dhahabu tu Daudi alikusanya karibu ya kutosha kujenga hekalu. Ina maana kila kitu ya kutumia kwenye kujenga hekalu hakuandaa Suleimani, aliandaa Daudi. Lakini aliandaa wakati gani? Wakati wa kupigana. Umeona, tuliona jinsi ambayo vile vitu vilivyotumika kwenye kujenga hema ya makutano kule jangwani. Mungu aliwapa kibali na wakaipora nchi ya Misri siku ile ya kutoka. Hivyo vitu ndivyo walivyomtolea Bwana. Dhahabu iliyetakiwa, shaba iliyetakiwa, fedha iliyetakiwa walitoa wao, maana Mungu aliwapa. So umeona Daudi anapoteka na kushinda, zile nyara ndizo zilizotumika kuja kujenga hekalu la Bwana. Bwana akupe uwezo, na katika uwezo huo uwe na uwezo mkubwa ya kuinua kazi yake kwa jina la Yesu. Amen. Hebu nikuonyeshe mambo machache kabla sijakuruhusu uende nyumbani. Tayari watakatifu wa Bwana tumeona leo ya Nathani akimwendea Daudi. Lakini hebu nikuulize, mara ya mwisho kabla ya hiyo sura ya 2:12 tulimuona Nathani wapi? Nani anaweza kukumbuka tulimuona Nathani kwenye sura gani? Kabla tujamuona kwenye sura ya 12 hapa. Tulimuona kwenye sura ya 7. Pale ambapo alitoka ndotoni, kutoka kwenye usingizi, akamwendea Daudi akimpelekea habari za agano kati ya Daudi na yeye. Ufalme wako utaimarishwa. Ufalme wako utakuwa na milele. Mwanao atachukua nafasi yako, atanijengea nyumba, nami nitaimarisha ufalme wake. Naye atakuwa kwangu mwana, nami nitakuwa kwake baba. Naye atakapofanya mabaya, nitamwadhibu katika adhabu ya kibinadamu. Sitaiondoa ufalme wako kama nilivyoondoa ufalme wa nani? Utawala wa Sauli. Umeona? Maneno matamu sana. Daudi akacheka. Lakini sasa baada ya hapo
Anapokuja kwake tena Nathani sasa anakuja na kitu kinachoitwa onyo na kupitisha hukumu. Sisi ni vyombo vya Mungu. Mungu anapotaka kuonya watu wake, jiruhusu Mungu aonye watu wake kupitia wewe. Mungu anapotaka kutangaza agano na watu wake ama baraka na watu wake, jiruhusu Mungu afanye hivyo. Lakini usijilazimishe kufundisha aina ya mambo fulani tu kila siku ili upotoshe ufalme wa Mungu, maana Mungu hawezi kubali watu wake wapelekwe kuzimu hivi hivi hadharani. Hawezi. Ama na kuondoa wewe. Wote wanayekwenda kinyume na Mungu siku zao wala zitakuwa nyingi tena. Nini? Injili ya kweli inaanza kuchukua nafasi yake. Nini? Haya yote ni maandalizi ya Mungu kuwapeleka watu hao kwenye maeneo ambao watapata injili ya kweli kwa jina la Yesu. Amen. Daudi pale alipoambiwa dhambi zake, alikubali papo kwa hapo na kuomba msamaha. Hiyo ni ishara ya utii na unyenyekevu, Daudi akiwa ni picha ya Kristo, na Yesu Kristo akasema ya kuwa njooni kwangu maana mimi ni mpole na nini na mnyenyekevu. Umeona sasa Daudi kama picha na taswira na kivuli cha Kristo alikuwa na tabia hizo. Naomba na wewe Mungu akupe kuwa mtii na mpole kwa jina la Yesu. Mtii na mpole ni mtu ambayo amejitambua dhambi iko kwake, moja kwa moja anakwenda magotini. Kuna mwingine ametenda dhambi alafu anabisha. Umempa mtu mimba alafu nabii you are refusing. Nasema hivi, wakati wa shetani ukifika kuaibisha na kuaibisha tu. The devil is just waiting for his time. The devil will embarrass you. Atakuaibisha wewe. Ndio maana kaa mbali na vitu vya shetani. Akikukopesha yule ni mbaya huyo. Atakuja kukudai mbele za watu, bwana nipe za kwangu bwana, usinichukue bwana wewe. Leta vya kwangu bwana wewe. Usiku ule ulikuwa na yule binti wewe. Na kucheki hata kuaibisha huyo shetani huyo. Ni shetani ndiye anayetafuta, ndio maana anakupa tamaa za kutoka nje ya ndoa yako. Ni shetani huyo. It is the devil. It is the calculated risk of the devil in your life. Not uncalculated, calculated. Mahesabu iliyofanywa kuzimu kabisa ya kuwa jibu lake linatoka pale dada yule ndio Bethsheba huyo kamaliza siku zake za kujitakaza. Huyo mjamzito. Daudi anawaza kwa nifanye nini? Anamwambia Bethsheba toa. Sitoi mimi, sitapata mtoto. Tufanye, anawaza anasema mimi si ndio mfalme. Jamaa aje tu akadawe Mungu yake nyumbani kwake. Biashara imeisha. Mtu mwenyewe ni wa kiroho kuliko wewe sasa. Unamnywesha yaini, bado akili zake zinachaji vizuri tu. Nasema kwa takatifu wa Bwana, ukitenda dhambi, shetani anakukopesha, maana dhambi ni mali yake. Na wacha nikuambie, when you commit sin, the devil becomes above you or your boss. You can't oppose the devil when you have sinned. Unapotenda dhambi huwezi kumpinga shetani, anakuwa juu yako. Ni kweli utabisha lakini sasa hivi wataalamu wanaleta na utaalamu. Bwana, unakuta sasa cha ajabu, sasa shetani na ujinga wake anafanya mtoto anafanana na wewe vibaya mno. Yaani unadhani kama umemtapika vile. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Hebu utulie na mrembo wako wa ndoa.
hata huyo baba wa watu ni mrembo wa ndoa. Amina, watakatifu wa Bwana. Na wewe dada ambao hujaolewa, na wewe tulia, Bwana anakuletea mrembo wako wa ndoa kwa jina la Yesu. Sasa hebu sikiliza kilichotokea kwenye nyumba ya Daudi. Tutayaona kule mbele, lakini nikwambie sasa yale aliyotokea nyumbani mwa Daudi. Sasa Daudi, bila shaka kila mwanamke sasa alikuwa na nyumba yake. Ukianzia kwenye nyumba ya Mikali pakatokea njaa. Daudi akaenda kuuliza kwa Bwana, naambiwa kuwa Sauli aliwaoa Gibeoni, wakati Yoshua alifanya nini? Aliwaapia wanachukuliwa ndugu zake Mikali, wanapewa wa Gibeoni, wanatundikwa juu ya mlima. Kuna amani hapo, kuna kula chakula hapo. Nyumba ya Daudi imeanza kuwaka moto, inaanza kuwaka moto sasa. Moto uliyekuwa na waka kwenye nyumba yako, natuma neno la Mungu, maana ni maji ya uzima, izime moto huo kwa jina la Yesu. Amen. Kila moto iliyowaka kwenye maisha yako, ama kwenye afya yako, ama kwenye biashara yako, ama kwenye kazi yako, ninaiagiza izime kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Ahinoam wa Yezreeli, nilikwambia alikuwa ndio aliyemzalia Daudi mzaliwa wa kwanza, anaitwa Amnoni. Mtoto wa Daudi wa kwanza alikuwa anaitwa Amnoni. So kumbuke ya kuwa baada ya Daudi kufanya mambo hayo, Amnoni anamtamani umbu lake, lakini mtoto wa mdogo wake nani? Mdogo wake Absalom. Tamari huyo, binti wa Maaka huyo. Alafu cha ajabu sasa, rafiki yake anamwambia Bwana, wewe jifanye unaumwa, alafu muombe baba yako ya kuwa huyo umbu lako ndio aje kutengenezee dengu, maana yeye ndiye anajua kutengeneza, ama kutengenezea chips, maana yeye ndiye anajua kupika. Anapomtweza Tamari, palikuwa na desturi ya kuwa hata Amnoni angeweza kumuoa Tamari, lakini alipomtweza akamchukia vibaya mno, baya mno. Tayari yeye kachukua mke wa mtu, yeye watoto wake kwa watoto wake wanaanza sasa kutendeana mabaya. Daudi hapo usingizi unaanza kuja kweli, anaanza kuhesabu sasa juu tu. Miaka ya mwisho kwenye maisha ya Daudi yalikuwa mbaya. Lakini kumbuke ya kuwa kaka yake Tamari amenyamaza tu, hana mashairi wala heri Absalom, lakini anasema kuwa anafanya mahesabu taratibu ya kuwa nitamkaribisha kwa Bwana, alafu mimi nitammiga upanga. Hatimaye Absalom ambao ni mwana wa Maaka alikuwa ni binti wa mfalme wa Gersuri, anakwenda kwa Daudi na yeye anasema, baba, nakwenda kunyoa kondoo, hebu na wewe nakukaribisha. Baba yake anamwambia, Bwana, kwa nini nikutia hasara hizo zote bwana mwanangu? Na anasema, basi nakaribisha ndugu zangu wote, watoto wa mama mdogo na mkubwa wote waje. Daudi anasema, kumbe huyu alikuwa amesamehe huyu kule kaka yake. Mtoto wangu huyu bwana alimsamehe kaka yake, kumbe hajamsamehe kaka yake. Ipo ndani anapokuwepo kule kwenye sherehe, maana kunyoa kondoo ilikuwa lazima siku hiyo unaponyoa wale kondoo ufanye na sherehe. So pale akawaagiza wale vijana wake wakamuua pale Amnon. Taarifa zikamfikia Daudi ya kuwa Absalom kaua watoto wako wote waliokwenda kwenye sherehe. Kumbe kaua mmoja. Absalom huyo kakimbilia kule kwa wajomba zake. Kwa Daudi, je, tunakula chakula na kushiba? Lakini haya yote ni matokeo ya Daudi kufanya mabaya kwenye familia fulani. Je, hujawahi kuonea familia fulani? Je,
unataka upate furaha na familia na watoto wako. Je, hujaonea watoto wa mwingine? Kama kuna watoto uliowaonea, nenda ukaombe msamaha. Kama kuna familia uliyotendea mabaya, nenda ukaombe msamaha. Hata kama kuna mtoto ulizaa mahali, msaidie. Biblia inasema tutafute amani na watu wote. Ulikuwa mwizi ndio, lakini hatukuhukumu. Ni kweli Joshua alikuwa mwizi saa nyingine, lakini ukweli, sema ukweli, tangaza msimamo, sema jameni, pita zangu kama katika hizi za ujinga nilipataga watoto. Tunahitaji tutengeneze watu wa Mungu. Tumemaliza safari sasa hivi. Tunakwenda wapi? Mbinguni. Kuna vitu ambavyo vinaweza kuzuia kwenda mbinguni. Hakuna atakaye kukasirikia maadamu ulifanya nje nini ya wokovu. Ni hezi za ujinga. Ukisema hivi watu mioyo yao inaenda mbio, maana wamejaa hivi makanisani. Nasema kabisa wadada, muwe makini sana hapa. Shetani anakaa ndani ya kanisa kabisa, naye amekaa na anaandika 4, wala amevaa vizuri, amevaa na suti, ni moja kati ya washirika. Unaweza kadhani kwa kula nje ndio palikuwa na ukimwi, hipo mpaka ndani kanisani. Ndio maana wamama na wababa na wakaka na wadada, tuwe macho. Sema nitakuwa macho kwa jina la Yesu. Nitakuwa macho kwa jina la Yesu. Hujui nani yuko salama. Kama uliombewa ulikuwa na ugonjwa usioponeka ukapona, ulikuwa na ukimwi ukapona, ukaendelea kufanya uzinzi, iko pale pale hajapona wewe. So, usiamini waliopo ndani ya kanisa. Umetoka kule nje kwenye mabaya yapo ndani ya kanisa. Ndio maana Mungu afanye mabadiliko ndani ya kanisa. Kanisa ianze kuwa ni sehemu iliyo bora, inayesaidia watu, inayefundisha ukweli, inayepeleka watu mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Watu wengi wameumia kanisani. Kule nje makaka wanaharibia madada waisha, na makanisani yani viongozi wanaharibia mabinti maisha. Hebu tuwe na huruma. Wewe umeshamharibia maisha, msaidie. Mbona sasa unakataa nini wewe? Si furaha yako uliyepata wewe. Kuna vitu ambao watu wa Mungu tutakuja kuhukumiwa vibaya mno. Mimi nasema, mimi ninapoomba Mungu ananionyesha mambo mengi watu, sio mchezo. Ndio maana nani atakaye kwenda mbinguni? Uwezi kufundisha watu waishi maisha matakatifu, waseme kweli kama wewe ni Mungu. Kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. Watafanya nini? Watatumbukia shimoni wewe. Mimi nikiwa mzinzi hapa mbele, je, uzinzi simetapakaa kila kona kanisani? Nichungulie mimi, nifuatilie mimi, usiniache wewe. Ukiniacha damu yangu ile juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Nifuatilie mimi wewe. Ndio maana tumeambiwa kwenye Biblia tukanyane, tuonyane, kufundishane, tuombeane. Amen. Tuombeane, tuishi maisha matakatifu, twende. Mimi najua jinsi watu walivyokamatika. I know. Nimejaribu kuomba Mungu kweli, nikimuuliza Baba imekuwaje? Mungu anakuonyesha hivi. Anakuonyesha kwenye Biblia, anakuonyesha kabisa huyo mtu alianguka hivi na hivi na hivi. Usione hizi ndoa za wachungaji zina matatizo. Wachungaji wengine wanacheka na wake zao tu kanisani, lakini hawalali hata chumba kimoja wewe. Mungu wasaidie wachungaji. Sema Baba wasaidie wachungaji. Baba wasaidie wachungaji. Uwasaidie wachungaji. Wasaidie wachungaji. Uwabariki wachungaji. Wabariki wachungaji. Uwafungue wachungaji. Wafungue wachungaji. Ufungue vifungo vyote kwa wachungaji. Ondoa vifuniko vyote kwa wachungaji. Vifuniko vyote kwa Kwa wachungaji. jina la Yesu. jina la Nani Yesu. anaombea kwa wachungaji nione? Who has been praying for the pastors? Watakatifu wa Bwana tuwaombee wachungaji. Let us pray for pastors. Pastors are the target of the devil. Wao ndio hesabu ya shetani na watazama.
Kuna wachungaji wengine, wewe unadhani wachungaji wanatongoza wanawake? Wanawake wanajitongoza kwa wachungaji. Yes. I am a pastor. Mwingine amevaa nguo inafika hapa, halafu anatembea catwalk. Tembea zile mwendo wa jao. Akifika anakaa mbele yako, halafu ana mchungaji na matatizo. Utakuwa mchungaji wewe, siku zinakuja hizo. Kavaa nguo inchi, hata kama ni sketi jafika inchi 6. Alafu anakuonyesha mapaja yake yote, alafu anaandika 4 hivi. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, tuangaliane, tuishi maisha matakatifu, tuvae vizuri. Tunapovaa vizuri kanisani, hata wageni wanayekuja watatuiga kuvaa vizuri. Amina. Amen. Yapo kanisani. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, hebu tufanye kanisa iwe ni sehemu ambayo inatamanika na watu wote kufika. Tunaweza tukafanya kanisa ikawa sehemu ambayo mtu akifika anatamani asiende nyumbani kwake. Je, watu wanamuona Kristo ndani yako? Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Lakini kwenye maombi yako tukumbuke kuombea mwili wa Kristo, watumishi wa Mungu. Lakini ukweli lazima tuwaambie, maana watafahamu ukweli, nao huo ukweli tafanya nini? Mbona kuhubiria wachungaji wengine wote? Wachungaji sio hapa agizo kwa wewe. Unajua kama nakuhubiria wewe, basi wewe ni muhusika wewe. Wewe ni muhusika wewe. Injili kama imekuchoma wewe, basi badilika, maana ni wewe ndio mwanga wewe. Wachungaji wanaona mengi sana. Hata unapokaa mbele unakuhubiri hivi, sio unakaa mbele wewe. Usione mama saa nyingine wanavimbwenga, usifanye mchezo. Wanavimbwenga saa nyingine, usifanye mchezo wa mama. Lakini tuombe Mungu asaidie wa mama kwa jina la Yesu. Amen. Sema Mungu saidia wa mama kwa jina la Yesu. Mungu saidia wa mama kwa jina la Yesu. Bila shaka tumeona Absalom anamuua Amnon. Lakini pia tutaona kule mbele Absalom naye atamuasi baba yake na hatimaye Absalom atauawa. Lakini siku aliyouawa Absalom, watu wengi wanadhani ya kuwa Absalom peke yake aliyeuawa. Absalom alikusanya karibu Waisraeli 100%. So ina maana ilikuwa vita upande wa Daudi na upande wa Absalom. Kabla hajauawa Absalom, kuna watu wengi sana waliopoteza maisha yao. Ndio maana usitamani hata vita. Kuna watu wengine wanaongea habari za vita, watu wakatifu wa Bwana. Inapotokea vitu kama kutokuelewana, watu wale chini wanaangamia sana. Absalom aliuawa mwisho. Yeye alikuwa anakimbia kwenye punda, kwenye farasi, akaenda kanasa kwenye mti. Lakini kwanza watu wake walipigwa kweli kweli, wengi walikufa. Na asinge nasa juu ya mti, ndio alikuwa anaondoka hivyo huyo. Ndio alikuwa anakimbia huyo. Lakini amwagae damu kwa upanga naye. Absalom aliua Amnoni kaka yake pamoja na alimtweza umbu lake, lakini kumbuka ya kuwa alitakiwa aombe Mungu, maana Mungu ndiye aliyekuwa mfalme na muamuzi mkuu pale katika taifa la Israeli, ama hakimu wa haki. Lakini kumbuka naye anauawa kwa upanga. Tayari vita vya kugombania nini sasa? Ufalme umepamba moto, Daudi umri unakwenda. Kuna Absalom, kuna Amnoni, kuna Adonija, kuna Suleimani ambao tayari alishapakwa mafuta kwa ajili ya uongozi. Adonija, Daudi anapokaribia kufa tu anajitangazia moja kwa moja. Anakwenda anamchukua Yoabu, maana Yoabu si alijua habari za Suleimani ya kuwa mama yake kwanza bimbwembu aliyefanywa mama yake na baba yake. So Yoabu anajiunga na Adonija. Abiathari anajiunga na Adonija. So kumbuka kwa Nathani ndiye anayebaki na nani? Nathani ndiye anayebaki na Suleimani. Nathani na mama yake Bethseba wanamwendea mfalme kwa mbona Adonija ametangaza kuwa yeye ni mfalme, wakati uliapa ya kuwa huyu anataka kuwa mfalme.
tayari anatangazwa Suleimani kuwa ni wakati Daudi bado yupo, lakini Adonija pia amejitangazia. Lakini hayo yote ni kwa sababu Daudi dhambi aliyetenda, hayo ni matokeo. Alisamehewa kufa, lakini matokeo adhabu ikawa pale pale. Ndio maana unaweza kusema kabisa, Bwana mchungaji, mwezi kuniona Bwana nikiomba kule kwenye anga zangu kule nafanya uzinzi, siku tumbo litakosa kukaa vizuri kwenye gauni, utatafutwa kweli tu mpaka huko kanisani. Watakuja hapa huko kanisani, hapo ndipo tutakapo kwanza tutakucheka kwanza. Wanadhani tutafutia wapi? Wanasema Bwana yuko kule kanisani, agizo kweli. Ndio anafundisha kwa kweli, twende huko huko. Wametia timu hapa, Bwana nini? Kampa mimba huyu hapa. Hebu tuwe makini watakatifu wa Bwana. Suleimani pale akumua Adonija, pale ambapo Adonija alitangazia kuwa nani, lakini aliposikia ametangazwa Suleimani kuwa ni mfalme, alikimbia akaenda akashika pembe ya madhabahu. Na kilichofuata ni nini? Baada ya kifo cha Daudi, yule binti aliyekuwa anamtia Daudi joto, aliyekuwa ni suria wake, Adonija akaenda kwa mama yake Suleimani Bethseba, kuwa niombee kwa mwanao nipate nini? Ufalme amechukua ndio, lakini mimi ni mkubwa wake, lakini sasa huyu suria mimi nimchukue. Suleimani akajua akichukua yule suria, basi kilichofuata ni ufalme nao anautaka, maana alikuwa ni mrithi wa ufalme, ndiye aliyekuwa anachukua wale masuria wa mfalme aliyetangulia, hata kama alikuwa ni baba yako. So pale pale Suleimani akatumana akaangamizwa. Lakini kumbuka, hata Yoabu aliangamizwa. Watu wengi sana waliuawa katika utawala Daudi. Ilikuwa ni mkono wa umwagaji wa damu kupitiliza, lakini ni kwa sababu ya mabaya aliyetenda. Mungu akuepushe na mabaya kwa jina la Yesu. Sasa hebu nikuonyeshe ya kuwa Suleimani alikuwa ni mtoto wa ngapi? Ya Daudi na Bethseba, sio Daudi na wake wengine. Hebu soma Mambo ya Nyakati ya kwanza 3 mstari wa 5. Lakini kwa wakati wako utaanza kusoma mstari wa kwanza ukiendelea uone familia, watoto wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Nyakati wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5 tu, lakini kwa wakati wako utaanzia mstari wa kwanza ili uone familia ya Daudi, watoto wa Daudi kupitia wake wale tofauti tofauti. Na unaweza kuhesabu ukajua kwa walikuwa watoto wa ngapi. Soma kwa jina la Yesu. Basi hawa wana wa Daudi waliozaliwa huko Hebroni: Amnoni mzaliwa wa kwanza, mwana wa Ahinoamu wa Yezreeli; wa pili Danieli wa Abigaili Mkarimeli; wa tatu Absalomu mwana wa Maaka wa kwanza. Atano, soma 5. Wa kwanza mtu atasoma kwa wakati wake akiendelea hiyo sura yote. Soma tu sura ya 5. Na hawa alizaliwa huko Yerusalemu: Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani. Umeona? Na Suleimani Wanne wana wa Bethseba. Wanne wana wa nani? Bethseba. Suleimani ni wangapi? 4 kwa hao ambao wako hai. Bwana Yesu asifiwe. So kwa wa Bethseba hao 4, lakini Suleimani akiwa ni 4. Mungu anaweza kukuchagua hata kama wewe sio mzaliwa wa kwanza kweli, hata kama wewe sio mzaliwa wa pili, hata kama wewe ni mzaliwa mwisho. Muone Daudi alikuwa ni mzaliwa mwisho, Mungu akachagua. Suleimani alikuwa ni mzaliwa mwisho kwa nyumba ya mama yake ambao ni Bethseba, naye akachaguliwa. Mungu akuchagulie hata kama wewe ni mzaliwa tatu, hata kama ni wewe mzaliwa mwisho, hata kama wewe ni mzaliwa kwanza. Bwana akuchague kwa mapenzi yake kwa jina la Yesu. Amen. Tayari matatizo kwenye nyumba ama familia ya Daudi utasoma kwa wakati wako. Samueli wa pili 13 mstari wa 26 mpaka 30. 13:26 mpaka 30. Alafu tutasoma Samueli wa pili sura 18 mstari wa 14 mpaka 15. Alafu utaenda kwenye Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya pili mstari wa 23 mpaka 25. So, hebu nikuonyeshe huu uuaji na uzinzi tunayoona kwenye nyumba ya Daudi. Torati ilikuwa inasema nini juu ya jambo hilo? Tuone Torati ilikuwa inasema nini. Maana usiseme tu kwa mchungaji, inakuaje hao watu kifo na uzinzi. Ni kuonyesha adhabu yake ilikuwa. Adhabu ya uzinzi na muuaji wote adhabu yao ilikuwa moja kwenye Torati. Hebu tuone Torati nasemaje juu ya mtu aliyekutwa amezini na mke wa mtu
amekuwa na mahusiano na mke wa mtu atakiwa afanyiwe nini? Na mtu aliyemuua mtu, je, adhabu yao ilikuwa ni nini kwenye Torati? Hebu sasa soma kwenye Walawi 20 mstari wa 10 na mwingine ufungue Walawi sura ya 24 mstari wa 17, alafu aruka asome na mstari wa 21. Walawi sura ya 20 mstari wa 10 na mwingine afungue Walawi sura ya 24 mstari wa 17, alafu aruka asome mstari wa 21. Na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika atauawa. Hakika atafanywaje? Daudi alipaswa kuuawa, lakini ule mapenzi ya Mungu juu yake na agano, pamoja na ile kukubali haraka na toba yake, nini kutoka ndani ya moyo wake. Ndio maana nitakapofika na wewe kwenye mara, nitakapofika kwenye Zaburi, nitakuonyesha Zaburi na sehemu iliyoandikwa. Kuna Zaburi iliyoandikwa baada ya Daudi kusamehe dhambi hiyo. Kuna Zaburi alizoandika kama msamaha na toba na kutafuta uso wa Bwana. Katika hii kisa cha Bethsheba, Daudi aliandika Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 ukisoma ni moja kwa moja, utashangaa kama umeelewa habari za Bethsheba. Sura ya 11 na 12 na Daudi. Ukisoma sura ya 51 utashangaa ya kuwa Daudi jinsi alivyomtafuta Bwana kutoka ndani ya moyo wake. Umewacha nikwambia, kuna kumtafuta Mungu. Kuna watu ambao wananena kumtafuta Mungu. Ina maana anatafutwa mpaka anafanya nini? Anapatikana. Kuna mtu mwingine hawezi kumtafuta Mungu, lakini kuna watu wanajua kumtafuta, kumsaka Mungu mpaka aliko. Daudi alikuwa ni mtaalamu wa kumsaka Mungu, lakini kutoka ndani ya moyo wake. Ndio maana Mungu anasema Daudi mwana wa Yese anayependeza moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma sura ya 24 mstari wa 17 alafu na 21. Tuone adhabu ya adhabu ya mtu anayeua, adhabu ya mtu aliyezini. Tumeona huyu aliyezini na mke wa mtu alitakiwa uawe. Soma kwa jina la Yesu. Na mtu ampigaye mtu hata akafa lazima atauawa. Lazima atafanya nini? Sasa hebu pata picha. Unapotenda dhambi, basi unaendelea kuwa ni mtenda dhambi. Daudi tayari, umeona yule mwanaye aliyemtweza umbu lake hakumchukulia hatua. Absalom anapomuua huyu kaka yake Amnoni, hakumchukulia nini? Mbaya sana. Nini? Alitakiwa, maana yeye ndiye aliyekuwa ni hakimu mkuu, alitakiwa apitishe hukumu kutokana na Torati. Ndio maana mapungufu ya kutokufuata neno la Mungu na kuweka kwenye matumizi, hiyo moja kwa moja inaleta mabaya kwako. Hiyo ndio ilisumbua Daudi. Mtoto anafanya kosa, usimnyime mtoto fimbo wewe. Nenda naye kwa alikofanya mabaya. Usimkingie kifua. Mabaya atampata. Unaambia mtoto wako kaiba. Toa mwezi kubwa bwana. Nini? Yaani wivu zenu hizi zimezidi bwana. Ndio anacheka kwa sababu yes. 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 Siku anafungwa maisha, atakung'ata sikio kienda kumpelekea uji huko gerezani. John kunong'oneze mama, anasema wewe ndio kunanyie. Ondoka na sikio lako. Wewe ndio ulikuwa unamchezea, umkanyi. Mama ni kunong'oneze, unapeleka kwenye dirisha, maana si yuko nyuma ya nondo. Ondoka na sikio lako. Umesoma mstari wa 21 pia. Na mtu amuaye mnyama atalipa, na yeye atakayemuua binadamu atauawa. Atakayeua binadamu hakutakiwa kulipa. Atakiwa, hiyo ni Torati. So makosa aliyefanya Daudi, kosa juu ya kosa. Mtoto wake kaua, hakuchukua toa yoyote. Anayezini na mwanamke. So ukiacha kosa lolote nyumbani kwako pasipo kuchukua hatua, itazaa mauti, itazaa mabaya. Hakikisha umeweka nyumba yako vizuri, ewe mama na baba, wewe ambao na nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisa usiache ende hivi hivi. Umeona mtu hajaeleweka vizuri, mweka. Umejua sasa hivi watu haweki pembeni watu, maana
sote anaangaliwa, anatoa pochi, atachana pochi yake. Paulo alisema mtu anakaa vibaya mweke pembeni, hata ikiwezekana mtupe kwa shetani, hajifunze. Wewe mtu kawapa watu ujauzito wote, bado unacheka naye kanisani, atazidi kuharibu watu. Hakuna kumtenga mtu. Msamaha wa Daudi utaipata kwenye Zaburi 32 mstari wa 2 mpaka wa 5. Msamaha wa Daudi hata kwenye Zaburi 32 mstari wa 2 mpaka wa 5, na Zaburi sura 51 sura yote. Lakini hebu tuone Waebrania sura ya 12 mstari wa 6 alafu na mstari wa 11. Soma kwa jina la Yesu. Mstari wa 6 sura ya 12 kitabu cha Waebrania. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi na humpige kila mwana amkubalie. Bila shaka anayependwa na Bwana humrudi. Ndio maana Bwana alikuwa anampenda Daudi. So tunaona kwenye Agano Jipya kwa nini Daudi akufa. Umeona sasa? Tunakwenda kwenye Agano la Kale, imefanywaje? Imefunuliwa sasa. Tunapata sasa kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 6 kwa yule ambao Bwana anampenda huwa anamrudi, lakini anamfanyaje? Lakini anafanya nini? Anamrudi. Ndio maana Bwana alimrudi Daudi, maana alikuwa anampenda. Umeona? Alimpenda mpaka akafanya agano na yeye. Soma mstari wa 11. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Bila shaka Daudi, adhabu zile, kwa nini Daudi hakuhukumiwa tena katika kifo chake na nani? Maana kama ni adhabu zilipita pale zikapata watu pale pale kwenye ulimwengu wa nini wa kawaida pale pale, ina maana kila moja alipata ya kwake. Nyumba ya Daudi ilipata ya kwake pale, lakini hatimaye Daudi anabakia mtu anayependezwa na Bwana. Na mtoto wake wa kwanza yule na Bethsheba alikuwa hajapewa jina. Mwanzo 17:10 utasoma kwa wakati wako, sura ya 17 mstari wa 10-12. Kwa nini mtoto huyo mpaka siku ya 7 alikuwa hajapewa jina? Alikuwa na desturi ya mtoto kupewa jina siku ya 8. Pia utasoma kwenye Mwanzo sura ya 21 mstari wa 3 mpaka wa 4. Na hebu tumalizie na Luka sura ya 1 mstari wa 59. Nitakuwa naishia hapo. Luka sura ya 1 mstari wa 59. Luka pamoja ni kitabu cha Injili, lakini ilikuwa ni maisha ya Yesu, lakini agano ikiwa ni agano gani? Agano la Kale. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Bila shaka huyo ni Yohana Mbatizaji. Siku ya 8 akatahiriwa, na ilikuwa pia ni siku ya kumpa mtoto jina. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Tunaendelea na awamu ya pili ya kitabu cha Samueli wa pili. Nyumba ya Daudi na Daudi wanashindwa kiroho. Waliyekuwa wako vizuri kiroho, tayari mafanikio ya kimwili ni kikwazo kikubwa sana katika mafanikio ya kiroho. Sisemi ya kuwa usitafute pesa, sisemi ya kuwa usimiliki mali, lakini uwe makini kweli kweli. Mafanikio ya kimwili huwa inakuwa ni kikwazo sana katika mafanikio ya kiroho. Mahali unakwenda kupata mafanikio, usipokuwa makini utaanguka. Uwe makini kabisa. Fedha zimtukuze Bwana pamoja na wewe. Kama fedha ziwezi kumtukuza Bwana, wewe ndiye mtukuza Bwana, moja kwa moja mafanikio lazima ikuangushe. Nani mwenye swali? Anasema mchungaji, mimi niko vizuri, nimepata. Nione ukipunga ukisema haleluya. 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 Mimi namshukuru Bwana. Baba, nashukuru jina lako. Ni jina kuu lipitao majina yote.
katika jina hilo Baba wa rehema. Tumezidi kuona Baba ukituonya kupitia maisha ya Daudi na yote aliyefanya kinyume na mapenzi yako Bwana. Ni kweli yameandikwa ya kuwa iwe ni mfano kwetu na tupate kujifunza Baba, na maonyo pia Baba. Kila mtu anayekwenda kutenda mabaya, maneno haya sikike kwenye masikioni mwake, yakimkumbusha Baba wa rehema aache mabaya. Na Baba, tupe neema ya kushinda dhambi, dhambi inayozika kwa wepesi, dhambi Baba iliyorithiwa kutoka kwenye ukoo wa baba na baba, ukoo wa mama na mama, mabaya yote Baba anayeweza kushinda watakatifu wako kuanzia leo Baba, na wapo wezesho Baba wa rehema washinde mabaya yote kwa jina la Yesu, mapando yote, balaa zote na nuksi zote, katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu. Baba wa rehema wapate kuumbika tena upya, na Baba ukiwawezesha Baba kuishi maisha yanayokupendeza wewe, wakikaza mwendo ili wapate Baba kuvaa vazi la harusi ya mwana kondoo Baba, kwa ajili ya siku ile ya harusi. Nami natukuza jina lako Baba, maana utaendelea Baba kutufunulia mambo aliyojificha kwenye Biblia. Tusomapo tuelewe, yakae ndani yetu Baba, yasitoke, yatuumbe tena upya, yatuhuishe na kutuweka huru, yatuongoze na tuongoza katika njia kweli, na Baba kuzuia mabaya yote yasitufikie. Nami nashukuru jina lako, maana maneno haya yatatakaza Baba tabia, Baba mawazo, Baba akili, Baba roho, nafsi na mwili ya mtu mmoja, na hata afya yake Baba wa rehema itakazwe na kuumbwa tena upya, na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote waseme amen. Amen. Basi ubarikiwe sana mtakatifu wa Bwana, na kesho nitapitia sura ya 13. Nitapitia sura moja ili watakatifu wa Bwana uelewe vizuri